Haya ni maswali mazuri, lakini ni maswali magumu, alafu ni maswali tata kumuhusu mtu mmoja anayeitwa Yuda Iskarioti. Sasa maswali haya niliyokuandalia kwa ajili ya huyu Yuda Iskarioti ni somo tosha. Kuna watu watajifunza kitu kikubwa tu kwa kile kitendo tu cha kuyasikia maswali haya. Hivyo ninakuomba kwamba unapoyasikia maswali haya, kama una uwezo wa kuyajibu, naomba uyajibu kwenye comment ili watu wengine wapate kitu cha kujifunza. Lakini kama umekosa jibu la maswali haya, ninaomba pia uache kwenye comment ni swali lipi ambalo unatamani tunapoanza kuyajibu maswali haya tuanze nalo. Na nikuombe pia wewe mtazamaji na wewe ambao utakuwa unasoma comments, usidharau wala criticize jibu la mtu yoyote kutokana na ufahamu wake. Kama una kitu cha kumsaidia au una kitu cha kuboresha jibu lake, basi fanya hivyo kwa upendo. Ila haya maswali ninaamini kabisa yatakuongezea kitu kizuri. Alafu tutakapoulizana haya maswali kipindi kijacho, tutakuja na historia ya maisha ya Yuda Iskarioti. Kwa ninakukaribisha sasa twende kwenye haya maswali moja kwa moja. Nikuombe tu usiache kusubscribe channel na kushare kwa watu wengine. Mungu akubariki. Ni mimi mwalimu wako Vincent Mwakisyala. Karibu tuwe pamoja. Swali la kwanza linasema hivi: je, Yuda alizaliwa ili amsaliti Yesu? Alafu swali la pili linasema hivi: je, wakati Yesu anamchagua Yuda ili awe mwanafunzi wake, alikuwa anajua kuwa Yuda atakuja kumsaliti au alifichwa? Sasa kwa unavyomfahamu Yesu wewe hapo, kama Yesu angelikuwa anajua kabisa kuwa Yuda atamsaliti alafu atakuja kujiua kwa ajili ya kumkosea, kama Yesu angeajua hayo yote, unafikiri kweli Yesu angeweza kumchagua Yuda? Tunavyomfahamu Yesu alivyo na huruma, anajua kabisa Yuda atamkosea, angemchagua? Alafu swali linalofuata linasema hivi: na kama jibu ni ndio, Yesu alijua kabisa kuwa huyu bwana mdogo atamsaliti, kwa nini anamchagua? Ikiwa anafahamu hatima yake ya kumsaliti, kwa nini anamchagua? Swali linalofuata linasema hivi: kuna jambo lolote jema ambalo Yuda anakumbukwa nalo? Kama lipo jambo hilo, ni lipi? Alafu swali la sita linasema: je, Yuda alitubu? Je, Yuda alitubu? Alafu swali linalofuata lisikilize kwa makini, linasema hivi: kwa nini Yesu anamwambia Petro kabla ya kumkana, anamwambia nimekuombea wewe ili imani yako isitindike? Alafu wakati huo huo anamwambia Yuda kimafumbo kabla ya kumsaliti, anasema ni heri hasingezaliwa. Je, Yesu anafunga mlango wa neema kwa Yuda? Petro anamwambia nimekuombea, anajua kabisa huyo jamaa atanikana, anamwambia nimekuombea. Lakini Yuda anajua kabisa atamsaliti, alafu anasema ni heri asingezaliwa. Je, Yesu anafunga mlango wa neema kwa Yuda? Alafu swali la 8 linasema hivi: kwa nini Yesu hakuiombea imani ya Yuda isitindike, ila anaiombea ya Petro? Je, alimchukia kiasi cha kutokuwa na nguvu ya kumwombea hatima ya Yuda kama alivyofanya kwa Petro?
Manake maandiko yanasema Shetani amepanga kuwapepeta kama vile mtu apepetavyo ngano. Kwa Shetani alipanga hayo mabaya kwa Petro, ila Yesu anasema nimekuombea Petro. Lakini kumbuka pia Shetani alipanga kumuingia Yuda lakini Yesu hatuoni akisema nimemwombea Yuda, ila anasema ni heri asingezaliwa. Alafu swali la 9 linasema hivi: je, unadhani ni pesa tu ndio iliyokuwa sababu haswa ya Yuda kumsaliti Yesu? Kwamba ni pesa tu na hakuna jambo lingine nyuma ya pazia ambalo lilimfanya Yuda amsaliti Yesu? Pesa tu au kuna kingine? Alafu swali la 10 linasema hivi: kwa nini ni kama haoni maumivu aliyokuwa nayo Yuda baada ya kumsaliti Yesu? Kwa nini Mungu ni kama haoni maumivu aliyokuwa nayo Yuda baada ya kumsaliti Yesu? Alifanya kila awezalo kumwokoa Yesu, tena kwa uchungu na kwa machozi, mpaka akarejesha pesa zote, na aliposhindwa kumwokoa Yesu akaamua kujiua. Kweli Mungu akuona ule moyo wa Yuda mpaka akamwacha ajiue? Na kwa nini hakumzuia? Haya ndugu yangu, ni maswali ya muhimu sana. Tutakapokuwa tunayajibu, utaenda kuona jinsi ambavyo yatakufungua kwa kiasi kikubwa sana cha kumwelewa Mungu. Kwa kiasi kikubwa sana utaweza kumwelewa Mungu. Hebu ngoja tuendelee kuyasoma. Swali la 11 linasema hivi: Yuda alirejesha pesa zote alizopatiwa kuhusiana na kumsaliti Yesu. Hakutumia hata pesa moja. Inavyoonekana ni kama makubaliano yao ya kumkamata Yesu si kwa ajili ya kumuua. Ni kama walimzunguka, na alipokuja kugundua kuwa amezungukwa, amechelewa. Kama ni hivyo, unafikiri nini kilikuwa kinaendelea? Yaani tunaona tukio la Yuda kurejesha zile pesa inaonyesha kwamba yamkini makubaliano yao ya kumkamata Yesu ilikuwa ni kwa ajili ya jambo fulani walipatana, lakini ghafla Yesu anaenda kuuawa. Alafu inavyoonyesha yamkini Yuda hakuwa na makubaliano hayo, ikabidi aende kuzuia, alafu akawa amechelewa. Kama jibu ndio hilo, kama hilo swala lipo sahihi, je, unafikiri makubaliano yao yalikuwa ni nini? Swali linalofuata ni kwamba kama Yuda alizaliwa ili aje kumsaliti Yesu alafu aende motoni, je, ni kweli Mungu anaweza kumuumba mtu akiwa na mapungufu ambayo anayajua alafu baadaye anamhukumu nayo? Hili swali ndugu yangu, naomba nirudie kwa ajili yako. Linasema hivi: kama Yuda alizaliwa ili aje amsaliti Yesu alafu aende motoni, je, ni kweli Mungu anaweza kumuumba mtu akiwa na mapungufu ambayo anayajua alafu baadaye anamhukumu nayo? Swali linalofuata linasema hivi: maisha ya Yuda, hasa hatima yake, ilitabiriwa hata kabla hajazaliwa. Je, kuna chochote ambacho Yuda angeweza kufanya ili abadili hatima yake? Au ilipaswa itimie kama ilivyoandikwa? Sasa kwa nini anahukumiwa kwa ramani ambayo ishachorwa au skripti ambayo imekwisha kuandaliwa? Na je, kama Yuda angeweza kuibadilisha hatima ambayo ilitabiriwa karne nyingi huko na Mungu mwenyewe, Mungu angeonekana muongo? Au ili Mungu asionekane muongo, akaamua kuziba mlango wa Yuda kutubu? Sasa ukweli umekaaje kuhusu hiyo hatima ya Yuda? Au ni kwa nini Yuda hakutubu japo alimpambania sana Yesu?
alijitoa ila alishindwa. Tunaingia swali la 16, linasema hivi: Yuda angewezaje kubadili hatima yake ikiwa kila kitu kilikuwa lazima kitimie? Yuda angewezaje kubadili hatima yake ikiwa kila kitu kilikuwa ni lazima kitimie? Yesu alisema ni afadhali asingezaliwa huyo atakayemsaliti. Sasa kwa maneno hayo, uoni yanazidi kumfanya Yuda asije wala asirejee, hata akitamani kurejea. Je, Yesu alimtupa nje? Na kwa maneno hayo ya Yesu kuwa bora asingezaliwa, alafu baadaye Yuda akatubu, je, angepokelewa? Yale maneno ya Yesu yangepita bure? Kumbuka Yesu alisema mbingu na nchi zitapita na si neno langu. Inakuwaje hapo? Kama Mungu alijua Yuda hatookoka kabisa wala kubadilika, kwa nini alimuumba? Si bora asingemuumba kuliko kumuumba alafu baadaye aje aseme heri asingezaliwa? Hili swali naomba nilirudie. La 19 linasema hivi: kama Mungu alijua Yuda hatookoka kabisa wala kubadilika, kwa nini amuumbe? Si bora asingemuumba kuliko kumuumba alafu baadaye aje aseme heri asingezaliwa? Alafu swali la 20 linasema hivi: je, Yesu alikuwa na uchaguzi mwingine au ilikuwa lazima awe na Yuda? Wakati Yesu anachagua, je, angeweza tu kuchagua mtu mwingine, angemkwepa Yuda, au ilikuwa lazima ampoint Yuda kuwa mwanafunzi wake? Kama Yesu asingemchagua Yuda, mpango wa Mungu ungeharibika. Kama Yesu asingemchagua Yuda, mpango wa Mungu ungeharibika. Je, Yuda alichaguliwa kwa ajili ya huduma au kwa ajili ya usaliti? Manake tunaona Yesu anawachagua watu watakaomsaidia huduma. Sasa je, sababu ya kuchaguliwa kwa Yuda ilikuwa kweli ni huduma au ilikuwa aje kumsaliti? Kwa nini Yesu alimfanya Yuda kuwa mtunza fedha wakati anajua alikuwa mwizi? Au alitaka tabia yake ikomae ili ifikie unabii? Kama angekataa kumsaliti Yesu, unabii ungetimiaje? Alafu swali linalofuata linasema hivi: je, Yuda alitimiza unabii au alitengeneza unabii utimie? Haya ni mambo mawili tofauti haya. Je, Yuda alitimiza unabii au alitengeneza unabii utimie? Swali linalofuata linasema shetani aliingia lini ndani ya Yuda? Shetani aliingia lini ndani ya Yuda? Je, aliingia kabla ya huduma ya Yesu, baada ya huduma ya Yesu, wakati wa chakula, wakati wa nini? Swali la 27 linasema hivi: kwa nini Yesu hakumzuia shetani kumuingia Yuda? Kwa nini Yesu hakumzuia shetani kumuingia Yuda? Lakini pia, je, Yuda aliamini kuwa Yesu angejinasua? Kwa hiyo hakutarajia hafe? Kwamba Yuda alijua kabisa Yesu anaweza akajiokoa mwenyewe, kwa hakutarajia Yesu atakufa. Maana Yesu amekuwa akikamatwa mara kwa mara, yani akiwekewa mitego ya kukamatwa, lakini mara zote Yesu alikuwa anainasua, hata mitego ya kuuawa alikuwa anaivuka. Sasa je, Yuda aliamini kuwa Yesu angeokoka na hakutarajia afe, ndio maana alimsaliti? Swali la 29 linasema hivi:
Kwa nini Yuda alijuta lakini hakutubu? Kwa nini alijuta na hakutubu? Alafu swali la 30 linasema hivi: je, Mungu halimhitaji Yuda ili kuokoa ulimwengu? Je, Mungu asingeweza kutimiza mpango wake bila Yuda? Kwa lugha nyingine tunasema, je, Mungu alimtegemea Yuda ili kuokoa ulimwengu? Bila Yuda mpango wake usingetimia. Alafu swali la 31 linasema hivi: je, ni haki kumhukumu mtu kwa jambo lililotabiliwa? Ni haki kumhukumu mtu kwa jambo lililotabiliwa? Swali la 32 linasema kwamba, je, Yuda alikuwa mwasilika wa mpango wa Mungu au muhusika wa uchaguzi wake mwenyewe? Je, Yuda alikuwa mwasilika wa mpango wa Mungu au muhusika wa uchaguzi wake mwenyewe? Alafu swali la 33 linasema, je, simulizi ya Yuda linafundisha nini kuhusu hatima? Historia ya Yuda inatufundisha nini kuhusiana na hatima, destiny? Je, ikiwa Mungu anajua mwisho wa kila mtu kabla ya kuzaliwa, kwa nini anaendelea kuumba wanadamu? Anajua miisho yetu kila mmoja kabla hata hatujazaliwa, anaendeleaje kuumba wanadamu? Sababu ni nini? Alafu swali la 35 linasema, je, simulizi ya Yuda inaonyesha zaidi ukuu wa mpango wa Mungu au uzito wa uchaguzi wa mwanadamu? Je, simulizi ya Yuda inaonyesha zaidi mpango wa Mungu au uzito wa uchaguzi wa mwanadamu? Alafu swali la 36 na swali letu la mwisho kwa leo linasema kwamba, je, ni fundisho gani kubwa la mwisho ambalo Mungu analitaka kanisa la leo lijifunze kupitia maisha ya Yuda Iskariote? Je, ni fundisho gani la mwisho ambalo Mungu analitaka kanisa la leo lijifunze kupitia maisha ya Yuda Iskariote? Sasa haya ni maswali ya msingi sana. Kuna watu wanaweza wakajifunza tu kwa kuulizwa maswali, yaani kwa kuuliza huku maswali. Kuna mtu mwingine kashajifunza kitu kikubwa hapa katika kuuliza tu haya maswali. Lakini nikuombe wewe ambaye unafahamu majibu ya maswali haya au una idea ya kuyajibu maswali haya, basi shiriki kwenye comment hapo. Toa mawazo yako, kile ambacho unakiwaza, kile ambacho unakijua, kile ambacho unakifikiria, ili watu wengine waweze kujifunza. Na mtu atakapotoa jibu lake, tafadhali usimshambulie, jifunze, na unaweza ukamsahihisha kwa upendo. Kama unaona kuna namna unaweza ukaboresha jibu lile. Lakini kama unaona hakuna swali unalielewa, au kuna swali ulifahamu kabisa au ulielewi na unatamani kulielewa sana, ninaomba pia uliandike kwenye comment hapo, alafu tutayapa kipaumbele maswali ambayo yameanza kuulizwa sana. Kwa katika kipindi kijacho tutaanza kuielezea historia ya Yuda, ambapo tunaamini tunaweza cover gap kubwa la maswali haya yanayoulizwa. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni kama unavyoziona hapo. Basi unaweza ukashiriki huduma hii kwa kutuombea na kwa kushare video hizi ziwafikie watu wengine wengi. Naomba tukutane katika historia ambayo tutaenda kuiandaa ya maisha ya Yuda. Utajifunza vitu vingi pale na utamshangaa Mungu. Mungu akubariki sana.